Ndugu waandishi wa habari, karibuni katika ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Leo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Tumeitana kwa haraka kidogo ili kuweka sawa jambo moja kwa dakika chache sana. Kama mnavyofahamu wanahabari na wanasongwe kwa ujumla, chama chetu cha Mapinduzi kinazo jumuiya tatu. Kinayo jumuiya ya Umoja wa Vijana, kinayo jumuiya ya UWT, kinayo jumuiya ya wazazi Tanzania. Hizi ni jumuiya tatu za Chama cha Mapinduzi, na za umoja huu wa vijana ambao ni UVCCM ni chuo cha uongozi ambacho kinaandaa viongozi wa leo na viongozi wa kesho, na ndio maana hata wakati wa kuanzishwa kwake TANU Youth League ilianzishwa huo mwaka pamoja na mambo mengine ili kuandaa vijana kwa ajili ya uongozi wa nchi. Sasa tumeitana ili tuzungumze jambo moja la msingi. Nimemsikia mtu mmoja ambaye anaitwa Boniface Jacob, ambaye huyu ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani, akizungumza baadhi ya vitu ambavyo havina ukweli. Sasa tumsikilize kwanza kile anachokisema, halafu tuje tuwaambie wanasongwe, kwa sababu clip yake inaenezwa kwenye magrupu mengi, hata ya kwetu yamefika, nimeona. Sasa tusikilize kile anachokisema, halafu kazi yetu ni kuwapa shule Chadema, kwa sababu uwezo wao ni mdogo katika kujenga hoja na katika kuzungumza. Msikilize huyo hapa Boniface Jacob, wenyewe wanamuita Boniai, kwa haya madai yake. Ukikaa peke yako unaweza ukahisi CCM wana nguvu, usibishane nao, hawana kitu. Na hii njia mnayopita ni njia sahihi. Kwa nini? Kama CCM wana vijana wenye akili timamu, mbona kila viongozi wanakopa kwetu? Leo waziri wa mambo ya ndani Chadema tumekarea kuanzia chini mpaka mebareba, leo wamekaiba, leo ndio waziri wa ndani. Tafsiri yake UVCCM hakuna wa kufanana na kale. Yaani sisi kwetu yale ni makapi, kwao wao ni kitu kibora zaidi. Ndio maana wanampa uwaziri. Hao tunao wataja wakina Silinda tulofanya nao harakati, kwao ndo mawaziri, manaibu waziri wa UVCCM wako. Mwenyekiti wa UVCCM mkuu wa mkoa wa Iringa, mkuu wa mkoa na waziri, nani yuko juu? Kwa hiyo CCM na UVCCM wanajua ukiwa mwenyekiti wa UVCCM taifa, hazi yako ndo DC. Yule Eli James amekuwa DC kwa kutosha. Alafu akatuibia sisi mwenyekiti wa Bavicha, leo ni waziri wa mambo ya ndani. Hii njia mliopo ndo njia sahihi. Sisi Chadema ndo chama pekee kinachojua kulea, kukuza vijana katika fikra yenye akili timamu uchawa. Mwenyekiti Mau tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1975 alituasa kwa kusema no research, no right to speak. Bila utafiti hakuna haki ya kuzungumza. Sasa mimi nilivyosikia hii sauti ya huyu Boniface Jacob nikapata mshtuko kidogo, na kile kinachoelezwa kwamba Chadema ni watu wenye akili sana, watu wenye uwezo mkubwa na kadhalika, lakini bwana huyu amedanganya mchana kweupe. Kwa nini nasema amedanganya? Mimi nitataja kwa uchache tu namna ambavyo umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi umelea vijana, ukawaandaa vijana, ukawapika vijana, na leo vijana hao ni viongozi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wameaminiwa, wamepewa nafasi mbalimbali za uongozi, na sitakwenda nyuma, bali nitataja rejea zilizopo hivi sasa kwa uchache. Nimesema sitaki kuzidisha dakika 10, kwa hiyo nitataja kwa uchache sana. Lakini ndugu wanahabari na wanasongwe, niwaambie mwaka huu tuna wizara 27. Katika hizo wizara 27, wizara 19 mawaziri wake wametokea umoja wa vijana. Wamepikwa, wakaandaliwa, wakalelewa na kufundwa kwenye umoja wa. Ukiangalia kwenye wizara 27, wizara 19 mawaziri wametokea UVCCM. Ukienda kwenye mahesabu, hii ni sawa na 70%. Kwa hiyo nasema
70% ya mawaziri waliopo mwaka huu 2026 ni zao la umoja wa vijana. Na hapa ndipo utakapoona Boniface Jacob pamoja na wale wote waliokuwepo kwenye mkutano wao, viongozi wote wa Chadema waliohudhuria pale mbele, wamezungumza kitu kisicho sawa. Wameamua kuwapotosha vijana wao wa Chadema waliokuwa wanazungumza nao, na hapa nitataja kwa uchache ili kuthibitisha hiki ninachokisema. Nitataja mawaziri 10, nitataja baadhi ya manaibu waziri, na nitataja wakuu wa mikoa 10 kwa mfano tu, kwamba hao ni zao la umoja wa vijana. Sasa kama Boniface Jacob anataka debate, anataka mjadala kwa nguvu za hoja, mimi nitamwambia kwenye kikao kingine kama atahitaji, hao niliyowataja walishika nafasi gani katika umoja wa vijana. Jambo la kwanza, Wanasongwe, niwaambie makamu wetu wa rais Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, hili ni zao la umoja wa vijana. Wa pili, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, hili ni zao pia la umoja wa vijana. Watatu ni Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Hamis Ulega, hili ni zao la umoja wa vijana. Wanne ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, huyu pia ni zao la umoja wa vijana, na wote hawa wameshika nafasi mbalimbali katika umoja wa vijana. Watano ni Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, hili pia ni zao la umoja wa vijana. Wa sita ni Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, huyu pia ni zao la umoja wa vijana. Wa saba ni Waziri wa Muungano na Mazingira Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, huyu naye pia ni zao la umoja wa vijana. Wa nane ni Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, huyu pia ni zao la umoja wa vijana. Wa tisa ni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management, Utumishi na Utawala Bora Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, huyu naye ni zao la umoja wa vijana. Wa kumi ni Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Christian Makonda, huyu naye ni zao la umoja wa vijana. Wa 11 ni Waziri wa Maji Mheshimiwa Jumaa Aweso, huyu naye ni zao la umoja wa vijana. Wa 12 ni Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mheshimiwa Angela Kairuki, huyu naye ni zao la umoja wa vijana. Sasa nikitaja naweza nikatimiza hiyo idadi ya hao 19. Kwa hiyo 70% ya mawaziri waliopo hivi sasa ni zao la umoja wa vijana, na hii ni kuthibitisha kile alichosema Boniface Jacob na Chadema wenzake hakina ukweli hata kidogo, bali ni uongo wa wazi, na ndo ile aliyoyasema mwenyekiti Mao, no research no right to speak. Bila kufanya utafiti hakuna haki ya kuzungumza. Kwa hiyo ndugu Wanasongwe na wanahabari, hao ni mawaziri kwa uwakilishi 12 kati ya 27 waliopo, lakini nimewaambia mawaziri 19 ni zao la umoja wa vijana. Nitataja kwa uchache tena manaibu mawaziri. Muangalie naibu waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Mwasi Damas Kamani, ni zao la umoja wa vijana. Muangalie naibu waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Management ya Utumishi na Utawala Bora Mheshimiwa Regina Ndege Kwarai, ni zao la umoja wa vijana. Nenda kamtazame naibu waziri wa Afrika Mashariki Mheshimiwa James Kinyasi Milia, hili ni zao la umoja wa vijana. Nenda kamtazame naibu waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Dr. Ngwaru Jumanne Magembe, huyu naye ni zao la umoja wa vijana. Kama tutataja tunaweza tukakaribia kumaliza manaibu mawaziri karibia wote. Kama watabaki hawawezi kuzidi 7, lakini the rest
ni zao la umoja wa vijana. Yote hii ni dalili na uthibitisho kwamba umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ni tanuli la kuoka viongozi wa leo na viongozi wa kesho ambao wanafanya kazi vizuri katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wana Songwe na wananchi kwa ujumla, nikiwa naenda kumaliza, sema leo nataka tutumie dakika 10 tu. Nikiwa naenda kumaliza, nitawatajia wakuu wa mikoa 10 kati ya mikoa 26. Hawa nimeweka sample ambao ni zao la umoja wa vijana. Wa kwanza, mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka. Wa pili, Mheshimiwa Beno Malisa, mkuu wa mkoa wa Mbeya. Wa tatu, Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Wa nne, Mheshimiwa Martin Shigela, mkuu wa mkoa wa Geita. Wa tano, Mheshimiwa Jabir Omari Makame, mkuu wa mkoa wetu wa Songwe. Wa sita, Mheshimiwa Mboni Muhita, mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Wa saba, Mheshimiwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida. Wa nane, Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wa Arusha. Wa tisa, Mheshimiwa Nurdin Babu, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Na wa 10 kwa uwakilishi, Mheshimiwa Heri James, mkuu wa mkoa wa Iringa. Hawa wote ni zao la umoja wa vijana, wamelelewa kwenye umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, wakapikwa, wakaandaliwa, wakafundwa na kadhalika. Leo ni viongozi bora katika nafasi walizoteuliwa kuzitumikia. Kwa hiyo ndugu wana Songwe na Watanzania, niwaambie haya waliyosema Chadema hayana ukweli wowote ndani yake. Umoja wa vijana utaendelea kubaki kuwa tanuli la kuoka na kuandaa viongozi wa leo na viongozi wa kesho ambao wanafanya vizuri katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nilipenda kuwaita siku ya leo ili tuzungumze kwa pamoja na kubadilishana mawazo kwenye jambo hili la kumjibu huyu Boniface Jacob ambaye kwa nafasi yake ni mjumbe pia wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. CCM ni chuo cha siasa, sio Tanzania tu bali barani Afrika, na hizi ni shule za siasa na uongozi ambazo tutaendelea kuzitoa kwa njia hii ya dozi. Yeyote atakayesema hatoachwa, ni lazima tuweke mazingira sawa ili tuwafahamishe Watanzania uhalisia ili kuweka rekodi zikae vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kazi na utu, tunasonga mbele.